Ukianza kusoma mstari wa kwanza hadi huo mstari wa 13 wa Mambo ya Nyakati ya kwanza, utaona ushindi uliopatikana katika vita ambayo Israeli ilijikuta inaingia dhidi ya maadui waliokuwa wanawasumbua wakati wote. Sasa mistari hii yote ya sura ya 19 inatusaidia sana kuona vile ambavyo mimi pamoja na wewe tuko vitani. Vita yetu ni kubwa sana. Vita yetu ni dhidi ya Ibilisi ambaye ndiye adui yetu mkubwa na majeshi yake. Lakini pia vile vile sisi tuna vita na mwili. Na tatu, sisi tuna vita na dunia hii pamoja na mfumo wake. Kwa hiyo hawa maadui watatu, Ibilisi, mwili na dunia, tunaona katika maandiko matakatifu vile ambavyo tunaweza tukashindana na hawa maadui. Wakiwa na nguvu kutuzidi sisi wanashinda. Tukiwa na nguvu kuwazidi wao tunashinda. Sasa tunahitaji kuwa washindi. Mwambie jirani yako silaha 8 za ushindi. Tunazo silaha 8 ambazo Mungu ametujalia na ametupa, na katika silaha hizo sisi pia vile vile tunaweza tukashinda. Na Mtume Paulo katika ile Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 hadi mstari wa 20 amezitaja hizo silaha na vile ambavyo kila mmoja wetu anaweza akashindana akazitumia silaha hizo na kushinda. Sasa mimi napenda kutambulisha silaha 8 ambazo zinaweza kukusaidia wewe katika maisha yako, katika imani yako, kushinda vita yoyote ile ulio nayo. Utaona vile ambavyo Mungu kwa silaha hizi atakujalia ushindi wa ajabu na ushindi mkubwa sana. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 13 wa Nyakati ya kwanza sura ya 19 tunasoma hivi: Ikawa baada ya hayo, Nahashi mfalme wa wana wa Amoni akafa, akamiliki mwanawe mahali pake. Naye Daudi akasema, nitamtendea wema Hanuni mwana wa Nahashi, kwa kuwa babaye alinitendea mimi wema. Basi Daudi akapeleka wajumbe ili kumtuliza kwa habari ya babaye. Wakaja watumishi wa Daudi katika nchi ya wana wa Amoni kwa Hanuni ili wamtulize. Ilikuwa nia njema kabisa. Lakini wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni, je, waona Daudi amheshimu babayo kwa kukupelekea wafariji? Je, hawakujia watumishi wake ili kuiangalia nchi na kuliangamiza na kuipeleleza? Ushauri mbaya sana. Basi Hanuni akawatoa watumishi wa Daudi, akawanyoa, akawakatia nguo zao katikati hata matakoni, akawatoa waende zao. Fedheha kubwa sana.
Wakaenda watu wakamwambia Daudi jinsi walivyotendewa wale watu, naye akatuma watu kuwalaki, kwa sababu watu hao walikuwa wametahayarika sana. Mfalme akasema, ngojeni Yeriko hata mtakapoota ndevu zenu, ndipo mrudi. Na wana wa Amoni walipoona ya kuwa wamekuwa machukizo kwa Daudi, Hanuni na wana wa Amoni wakapeleka talanta 1000 za fedha ili kujiajilia magari na wapanda farasi kutoka Mesopotamia na kutoka Atamaaka na kutoka Soba. Basi wakajiajiria magari 32,000, na mfalme wa Maaka na watu wake nao walikuja wakatua mbele ya Medeba. Na wana wa Amoni wakakusanyika kutoka miji yao wakaja vitani. Basi Daudi aliposikia habari, akamtuma Yoabu na jeshi lake na mashujaa. Wakatoka wana wa Amoni wakapanga vita langoni pa mji, na hao wafalme waliokuja walikuwa peke yao uwandani. Sasa mstari wa 10 hadi mstari wa 13 ndiyo maneno tunayoyasoma. Basi Yoabu alipoona ya kwamba uso wa vita umekuwa juu yake mbele na nyuma, akachagua baadhi ya wateule wote wa Israeli, akawapanga juu ya Washami, na hao watu waliosalia akawatia mikononi mwa Abishai nduguye, nao wakajipanga juu ya wana wa Amoni. Akasema, wakiwa Washami ni hodari mno kwangu, ndipo wewe utanisaidia. Lakini wana wa Amoni wakiwa ni hodari mno kwako, ndipo mimi nitakusaidia wewe. Mstari wetu sasa, uwe hodari, tukajitie moyo mkuu kwa ajili ya watu wetu na kwa ajili ya miji ya Mungu wetu, naye Bwana afanye yaliyo mema machoni pake. Mistari hii 13 inatupatia mambo 8 ambayo iwapo tutayatumia vizuri katika maisha yetu, eneo lolote lile, utaona ushindi ambao umetajwa katika mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Basi Yoabu na watu waliokuwa pamoja naye wakakaribia kupigana na Washami, nao wakakimbia mbele yake. Na wana wa Amoni walipoona ya kwamba Washami wamekimbia, wakakimbia nao mbele ya Abishai nduguye, wakaingia mijini. Ndipo Yoabu akaja Yerusalemu ameshinda nini? Vita. Una vita gani katika maisha yako? Unapambana na nini katika maisha yako? Unatumia silaha zipi katika vita unayopambana nayo? Silaha hizi 8 ni silaha ambazo zinaonesha pia vile vile maeneo ambayo katika maisha yetu tunapambana nayo, tunapigana nayo, tunaingia vitani katika maeneo haya yote tuliyo nayo. Lakini ushindi wetu unatokana na vile ambavyo Bwana anaweza kutusaidia sisi kupigana vita hii. Na kwa sababu hiyo, hebu tujiambie maneno ya mstari huu. Mwambie jirani yako, uwe hodari, tukajitie moyo mkuu. Katika miaka yangu 45 ya kumtumikia Mungu, nimeona vile ambavyo watoto wanaonewa na ibilisi, vijana wanaonewa na ibilisi, na hata wazee wanaonewa na ibilisi. Nimeona vile ambavyo watoto, vijana na wazee
wanavyoteswa katika maisha yao, wanavyokandamizwa katika maisha yao. Na hata utakaposoma maandiko matakatifu utaona vile ambavyo ibilisi anavyowatesa watu wakati wote, mchana na usiku, pasipo kuchoka. Tunazo silaha 8 ambazo zinaweza zikatusaidia sisi, au tunayo maeneo 8 ambayo yanaweza yakatusaidia sisi, na maeneo haya ni muhimu sana sana sana. Ninapoyatambulisha kwako, ninaomba Mungu akusaidie sana 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 katika maeneo haya. Yawezekana ibilisi amekuonea katika eneo moja, au katika maeneo mawili, au katika maeneo yote haya 8, na unahitaji ukombozi, na unahitaji neema, unahitaji ushindi, unahitaji nguvu za Mungu. Leo hii utakapokuwa unaondoka mahali hapa, mwaka huu 2026, utakapokuwa unaendelea kuishi, mwambie Bwana akusaidie, ili kusudi Disemba 31, 2026, utakapokuwa unatazama nyuma, utaona ya kwamba Bwana amekutia nguvu, Bwana amekufanya kuwa hodari, na wewe umepigana vita, na umeona vile ambavyo Bwana ameendelea kukusaidia wewe katika maisha yako. Eneo la kwanza ni afya yako. Eneo la pili ni akili. Eneo la tatu ni akademia. Eneo la 4 ni adili. Eneo la 5 ni ajira. Eneo la 6 ni ardhi. Eneo la 7 ni anga, na eneo la 8 ni amani. Haya maeneo 7 tunahitaji ushindi wa ajabu, ushindi ambao Bwana anaweza akatufanyia sisi, ushindi ambao Bwana anaweza akatupigania, ushindi ambao Bwana anaweza akatupa sisi katika maisha yake, sisi ambao tunamtumaini yeye katika maisha yetu, na katika wokovu wetu, na katika kila eneo tunalolifanya katika maisha yetu. Afya, akili, akademia, adili, ajira, ardhi, anga na amani. Katika maeneo haya yote ambayo kila siku, kila kunapokucha na makucha yake, lazima nikutane na haya maeneo yote katika maisha yangu. Lazima nikutane na swala la afya katika maisha yangu. Lazima nikutane na mambo ambayo yanagusa akili zangu. Lazima nikutane na mambo ambayo yanagusa akademia kwa ujumla, masomo yangu. Lazima nikutane na mambo ambayo yanagusa ajira na adili, mambo ambayo yanagusa ardhi, mambo ambayo yanagusa anga, mambo ambayo yanagusa amani. Na haya yote hakuna mmoja asiyehusika. Haya yote yanamhusu na yanamgusa kila mmoja, awe ni mtoto, awe ni kijana, awe ni mzee. Haya yote yanakuhusu. Na kwa sababu hiyo ninamtia moyo kila mmoja. Haya maeneo 8, hebu mshukuru Mungu kila siku. Hebu muombe Mungu kila siku. Shukuru Mungu, muombe Mungu kila siku. Jiwekee malengo. Malengo ya mwaka mmoja, malengo ya miaka 5. Iwapo utaweka malengo ya miaka 5 kuanzia mwaka huu 2026,
malengo yako mpaka 2030, utaona vile ambavyo Bwana amekuvusha, Bwana amekusaidia, iwe ni afya yako, iwe ni akili yako, iwe ni akademia, iwe ni swala la adili, liwe ni swala la ajira, liwe ni swala la ardhi, liwe ni swala la anga, liwe ni swala la amani. Utaona vile ambavyo Bwana amefanya na wewe utamtukuza Mungu. Tuna watoto hapa ambao bado wana miaka 50 mbele, au tuna vijana ambao bado wana miaka 50 mbele, mpaka kuja kufika mwaka wa 2076. Hawa vijana tulio nao leo hapa, kama wataweka malengo yao, wawe ni watoto wako, wawe ni wajukuu wako, wawe ni vitukuu wako, kama utaanza kumuomba Bwana sasa aweze kupambana, aweze kupigana, na utawaandaa watoto wako na uzao wako, ili kusudi swala la afya katika familia yako au katika uzao wako, na utalipatia kipaumbele, utaona vile ambavyo Mungu wetu atakavyokupigania na atakavyokusaidia katika eneo kama hilo. Vivyo hivyo hata katika swala la akili, vivyo hivyo katika swala la ajira, vivyo hivyo katika masuala ya akademia, hata katika maeneo yote ambayo utayahitaji. Chukua haya manane na utaona vile ambavyo Bwana atakavyokufungulia njia na atakavyokusaidia na atakavyokuongoza katika maisha yako. Nani anapenda tuombe pamoja na yeye siku hii ya leo? Mungu amfungue, Mungu amsaidie, Mungu amuinue uzao wake, na yeye mwenyewe kuona hizo nguvu za Mungu alizoziahidi katika maisha yetu. Mkono wako ukiwa juu, tunaomba. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, asante, umetuongezea mwaka huu 2026. Asante kwa ajili ya watoto, vijana na wazee. Namkushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya kanisa lako, na sisi ambao umetuleta siku hii ya leo, ukutane pamoja na sisi kila mmoja katika eneo lake. Unajua tunavyoteswa na afya, unajua tunavyoteswa na akili, unajua tunavyoteseka na akademia, unajua tunavyoteseka na ajira, unajua tunavyoteswa na adili, ardhi na anga. Unajua vile ambavyo Mungu wetu Baba wa mbinguni tunavyoteswa na ibilisi na miili yetu na dunia hii. Kwa jina la Yesu, Bwana, tunakuja kwako. Kwa jina la Yesu, Bwana, tunakutegemea. Kwa jina la Yesu, Bwana, tunakuita wewe, utusaidie kuwa washindi, utusaidie kushinda, ili kila mmoja katika eneo lolote lile la maisha yake aweze kushuhudia vile ambavyo Bwana utamtetea. Tunapomaliza mwezi wa kwanza, juma hili tunalolianza, na kuanza mwezi wa pili wa mwaka huu 2026, naomba utaendelea kututangulia mbele yetu. Naomba utaendelea kusimama pamoja na kila mmoja. Naomba utaendelea kututia nguvu, ili Mungu wetu, yale ambayo unayatamani katika maisha yetu, naomba Mungu wetu wa mbinguni utujalie kufanya yaliyo mema machoni pako, na yale ambayo yaliyo mema machoni pako unapenda kutujalia sisi, utujalie kuyapata katika maisha yetu. Na waombea watoto wako hawa, watetee Bwana, wasaidie. Unajua mazingira wanayoishi, unajua ardhi wanazokanyaga, unajua anga wanalokuwa. Bwana, naomba Mungu wetu wa mbinguni ya kwamba utaendelea kuwatetea na kusimama pamoja na kila mmoja, ili Roho wako Mtakatifu aliye ndani ya kila mmoja akamwezeshe kila mmoja kufanya vizuri. Na wale wanaoonewa na ibilisi tunawaleta mikononi mwako Bwana, kwa imani na kuwaombea ya kwamba nguvu zako Bwana zitawafungua kutoka katika vifungo hivyo na kuwaweka huru katika jina la Yesu Kristo. Tunakuamini, tunakutegemea, na ninaomba Mungu wetu wa mbinguni
hata kuwepo atakayekuwa mkia katika watoto wako hawa. Tutaona vile ambavyo Bwana utaendelea kutufanya sisi kuwa vichwa wakati wote. Ninakushukuru na kukutukuza wewe. Hebu omba pamoja na mimi maombi haya. Bwana Yesu, naja kwako kama ulivyoniita. Nakushukuru kwa ajili ya afya yangu, akili zangu, akademia, ajira, adili, ardhi, anga na amani. Nisaidie kuvitumia hivi kuleta ushindi katika maisha yangu. Katika jina la Yesu naomba unitie nguvu kufumbua mambo haya na kuyafahamu mambo haya kama vile ambavyo unanitaka niweze kuyafahamu. Niwezeshe, niongoze, nisamehe mahali ambapo sijafanya vizuri katika afya yangu, katika akili zangu na katika mambo haya yote. Lakini unitie nguvu ili niweze kufanya vizuri zaidi. Nisaidie katika jina la Yesu. Amina. Unatazama Inan Television, TV ya kanisa la AICT. Wakati ni sasa.